Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Zaburi ya leo imetualika kwa pamoja tuendelee kumsifu Mungu ambaye ni mfalme wetu, ambaye ufalme wake ni wa milele, na mfalme huu tulivyosikia kwenye somo la kwanza ni mfalme mnyenyekevu. Mfalme huu anatushirikisha katika maisha yake na mamlaka yake kupitia kwa Roho yake Mtakatifu, na Kristo bila shaka anatualika tumpatie mizigo yetu, tutapata raha na maisha yetu yatakuwa ni mepesi. Tukiendelea kumshukuru Mungu, tunafahamu kwamba tumepita nusu ya kwanza ya mwaka huu wa 2026. Sasa tumeingia mwezi wa 7 ama wa Julai, na katika desturi za kanisa Katoliki mwezi huu, ingawaje kuna baridi, tunapata joto tunaponyenyekea karibu na Kristo na kuheshimu damu yake takatifu aliyomwaga msalabani ili tuokolewe kwa damu hiyo, ulimwengu wetu uokolewe kwa damu hiyo, na tupate utakaso na msamaha wa dhambi. Na kama jamii ama familia ya huruma ya Mungu tunafahamu haya vizuri. Kila tunapotazama hii image yetu ya Divine Mercy, tukumbuke hiyo damu azizi, damu takatifu aliyomwaga Kristo kwa ajili yetu. Na tukielekezwa na masomo ambayo tumesomewa vizuri na hawa watoto wa PMC, na tukifahamu kwamba Mungu anapenda watoto, na tuna bahati pia kwamba tunaye baba kardinali kati yetu ambaye anapenda pia watoto na hasa PMC. Tunaalikwa kwamba tufanye mazoea ya kutembea na Kristo, kushiriki ama tuishi kwa kushirikisha Roho wake Mtakatifu katika maisha yetu, ili tuimarishwe na hiyo damu yake azizi ama damu takatifu. Ndugu na dada wapendwa, katika somo la kwanza tunaonyeshwa mfano wa mfalme ambaye ana tofauti, mfalme wa ajabu. Watu kutoka zamani hata nyakati zetu huwa tunatarajia viongozi, wafalme wenye mamlaka, wenye ushujaa, wenye nguvu. Na tukasikia kupitia kwa nabii Zakaria kwamba ilitabiriwa mfalme wa ulimwengu huu atakuja si kama amepanda farasi, lakini amepanda punda, a beast of burden, mnyama ambaye anajulikana na unyenyekevu. Na huwa tunaona utabiri huu ukiona mwanga tunaposherekea kila mwaka siku Jumapili kuu ya Matawi, na tukikumbushwa kwamba Kristo alikuja kama amepanda mwanapunda, na hakubebwa na magari, hakubebwa na farasi. Mungu akamtuma mfalme mnyenyekevu juu ya punda. Yesu anatuhakikishia hashindi
kwa nguvu, bali ni kwa unyenyekevu. Dunia tunayoishi leo hii inataka kutuonyesha kwamba kuwa mwenye nguvu ni juu ya mambo yote, lakini Yesu anatufundisha ukitaka kuwa na nguvu na mamlaka yako imfikie Mungu, uwe mnyenyekevu. Dunia ni kama inatualika kupigana na adui zetu, lakini huyu Yesu ambaye ni mnyenyekevu anahimiza tuwapende hata maadui wetu kama alivyopenda kila mtu. Dunia inapima ukuu wetu ama wa binadamu wa nguvu zetu kupitia kwa nguvu, lakini Mungu anapima nguvu zetu kupitia kwa upendo. Tunahakikishiwa pia katika siku ya Kiyama tutakuwa washindi, tutakaribishwa katika ufalme wa Mungu, si kupitia ujuzi wetu, mali zetu, hekima zetu, lakini kwa vile tumependa wenzetu tulivyofundishwa na Kristo. Kuna mtu mmoja aliulizwa kwa nini Yesu alikubali kupanda punda badala ya farasi. Akajibu kwamba farasi kawaida humfanya mtu aonekane mkubwa, lakini punda hutukumbusha kuwa Mungu hutenda mambo makubwa kupitia tu si watu wakubwa, lakini watu wa kawaida, na ndiposa mwanzo alichagua kuwa kati yetu kama mtoto, na alizaliwa na wazazi wake Bikira Maria na Yusufu ambao walikuwa ni watu wa hali za chini. Pili, Yesu anatukaribisha leo tuje kwake sote. Hataki kuacha hata moja wetu, na anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Tuhakikishe hasemi njooni mkishakuwa wakamilifu, lakini anatutaka katika hali zetu. Anasema kama umechoka, najua wengine wetu tuna huzuni, wengine wetu tuna wasiwasi kwa sababu tofauti tofauti, sote tunaambiwa njooni kwangu. Kila mmoja wetu ana mzigo fulani, ana msalaba fulani, iwe ni wa kifamilia, wengine wetu ni magonjwa, wengine wetu uchumi umetuonyesha kisogo, hatuna fedha za kutosha, tuna huzuni, tuna stress, wengine tuna dhambi, tuna hofu, hatujui kesho itakuwa vipi. Yesu hakuahidi maisha yasiyo na misalaba, lakini aliahidi hatutabeba hiyo mizigo peke yetu, akiwa pale kama muweza wa yote, kama mfalme wa ulimwengu mzima. Sababu tuko na watoto hapa, tunaweza peana mfano, piga picha kwamba kuna mama ametuma mtoto kule sokoni akanunue bidhaa, na mtoto ananunua bidhaa na anawekewa kwa bag kama zile zinaitwa Uhuru bag, na ukimpata barabarani anakaa amelemewa na uzito wa mzigo ule. Mara akitembea, babake akitoka kazini anampata huyu mtoto wake, anamwambia mtoto wangu, leta hii mzigo nikusaidie, lakini haiondoi kwa mtoto. Anasema nitabeba kwa mkono mmoja na wewe ubebe ule mwingine.
lakini kwa sababu baba ana nguvu, hata mtoto hasikii kana kwamba amebeba kitu, lakini wanatembea na nani? Na baba yake. Huu ni mfano mzuri wa kutuonyesha mwaliko ambao Kristo anatualika tushiriki pamoja naye. Akiwa pamoja nasi, hakuna mzigo wowote usiobebeka. Namba 3, tujiulize, umefungwa nira ya nani? Into whose yoke are you tied? Tukumbuke Yesu akiwa seremala akifundishwa na babake, alikuwa anatengeneza nira nzuri. Zile zinatumia wanyama, zinasaidia wanyama kubeba hata mizigo mizito. Na zamani pia ng'ombe wawili walikuwa wanafungwa nira pamoja. Ilikuwa inakuwa kwamba ng'ombe mmoja ni mzee kushinda huyu mwingine. Yule mwenye nguvu alibeba upande wa uzito mkubwa, na Yesu mwenyewe leo hii anasema, chukueni nira yangu. Yaani kwa kifupi, tembea nami, mimi nitabeba uzito mkubwa. Wengi wetu kawaida huwa tunachoka kwa sababu hatutaki kufanya tunataka kufanya kila kitu peke yetu. We don't want to delegate. Na bila shaka tutachoka, hata kama una uelevu kiasi gani, una nguvu kiasi gani, tuko pale ili tusaidiane. Tunasema pia umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Kristo kwa njia moja ama nyingine anatualika tuwe na umoja na tusaidiane katika mizigo yote ambayo tunakumbana nayo hapa ulimwenguni. Namba 4, Mtakatifu Paulo ametukumbusha juu ya uwepo wake Roho Mtakatifu katika maisha yetu tunayempokea wakati wa ubatizo, wakati wa kipa imara, ama kila wakati tunaposali, tunapokaribisha Mungu kwenye neno hili ambalo li hai, tunaposhiriki ibada ya misa. Tunaalika mara nyingi Roho Mtakatifu atembee nasi. Roho wa Mungu ni vizuri kukumbuka kila wakati anakaa ndani yetu. Maisha ya Kikristo si kujitahidi kwa nguvu zetu, bali kumruhusu Roho Mtakatifu aishi ndani yetu, ndiposa maisha yetu yawe pia mepesi. Ndio maana leo hii, ikiwa siku muhimu, tuna mmoja wetu ambaye ni Immaculate, anapokea nguvu za huyo Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipa imara, na atapata vile vipaji 7 vya Roho Mtakatifu, apate utimilifu. Kipa imara kawaida huwa si mwisho wa safari ya kanisa, si graduation, lakini ni kupewa mamlaka, kuwa commissioned, uendelee kuwa shahidi, ni kutumwa kuwa mwakilishi wa Kristo. Vipaji vya Roho Mtakatifu tulivyopokea sisi wote na atakavyopokea Immaculate ni vya kutuongoza tu katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu peke yetu hatuwezi. Dunia haihitaji watu tu maarufu zaidi, inahitaji Wakristo waliojaa, waliokubali kuongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Tumenena pia kuhusu damu takatifu ya Yesu, na tukasema mwezi huu kwa njia ya kipekee tunatafakari juu ya hiyo precious blood ama damu azizi, damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kila tone ya damu aliyomwaga aliashiria kwamba anataka kutuonyesha huruma, kwa sababu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Alitaka kutusamehe, hata sisi tumeitwa ili tusameheane kila wakati. Damu hiyo ni ishara ya
uponyaji. Mnakumbuka kwamba mtu anapogonjeka na labda katika hali mbaya zaidi, huwa anapewa damu ama blood transfusion, na katika kupewa ile damu ni kama unapewa damu ama maisha ya yule ambaye anakupea, na unapata uponyaji. Yesu basi alipomwaga damu yake ni kama alimwaga uhai wake, ili tusikue wagonjwa, tuwe na nafuu na tupate nguvu, pia tupate ulinzi wake, na tupate kuwa watu wa matumaini. Katika kila misa tunayoadhimisha, huwa tunasimama chini ya damu hiyo takatifu ya wokovu, tunapozunguka altari, madhabahu, tunarudia hiyo ibada aliyotoa Kristo ya msalaba. Ibada hizi zinatusafisha, tunaimarishwa na tunapata mwanzo mpya. Tunahakikishiwa hakuna dhambi iliyo kubwa mbele ya Mungu, na huruma yake ina uwezo wa kukabiliana na kila dhambi tunazotenda, na hakuna jeraha lililo kubwa kuliko upendo wa Kristo. Kuna mfano wa wagonjwa wawili waliokuwa wamelazwa hospitalini. Mmoja kila wakati alikuwa analalamika kwamba ameachiliwa, Mungu hasikii sala zake, hana watu wengi wa kumtembelea. Mwingine alikuwa na mazoea ya kumshukuru Mungu hata kama watu wakuji kwa wingi, kwa sababu bado yuko hai na anapata matibabu, na akawashukuru kila wakati waliomhudumia. Ugonjwa ulikuwa ni ule ule tu mmoja, lakini perspective, jinsi ya kuona ikawa tofauti. Mmoja ni kama alibeba mzigo wa ugonjwa wake peke yake, na mwingine akamkabidhi Mungu kwa kutoa shukrani na kuomba neema za Mungu. Imani tunayosimama nayo mbele ya Mungu tukiwa katika hizo hali zetu tofauti, kama tumebeba mizigo ya aina tofauti tofauti, inafanya mizigo yetu yote iwe miepesi. Kuna mtakatifu mmoja ambaye alikuwa mtakatifu mdogo tu katika umri, anaitwa Teresa wa Lisieux. Yule Teresa alijiona kila wakati akiwa mdogo sana. Hakuona kana kwamba anaweza kuwa mtakatifu kama watu wakubwa. Badala ya kujitegemea, alimnyoshea Mungu mkono wake na akafungua midomo yake akaomba ili Mungu amuinue. Na hiyo ndiyo ilikuwa njia yake dogo, na huyu mtakatifu Teresa anajulikana kwamba na alikuwa anapatia kila mtu kila wakati Mungu mahitaji yake, na Mungu anamuinua. Hata watoto wetu wanaweza soma pia kupitia kwa huyu mtakatifu. Katika udogo wenu, katika umoja wenu, katika hali yenu ya kutojitegemea zaidi, mfahamu kwamba kuna Mungu ambaye pia anatumia wazazi kuwafundisha na walimu kuwalea, ili muinuke pia hata nyinyi mjisikie kweli nyinyi ni wana wa Mungu. Azimio kuu ambalo tuko nalo siku hii na tunaweza libeba wiki nzima ni kwamba tuwe na mazoea ya kuendelea kuomba huyu Kristo ambaye ni mfalme wa ulimwengu, mweza wa yote, bila wasiwasi. Tuendelee kuwa watu wa msamaha, hasa baina ya
watu wa familia zetu na majirani zetu, kanisa letu na hata nchi yetu. Hakuna dhambi kubwa tukikubali kusameheana, tukikubali kuoshwa na damu ya Kristo. Tumaini kwetu kabla ya kulalamika tuwe tunaliweka kwa Mungu, na kama vile Kristo anaahidi kwamba anatusaidia mizigo yetu, hata sisi wenyewe kwa wenyewe tusaidiane mizigo. Si mzigo tu literally ule mzigo. Mfano mzuri ni kwamba watu wengi siku hizi wanabeba mambo mengi kwa vichwa, maindi zetu. Ukimsikiza mtu, ukimpatia mawaidha, ukimpatia bega lako alilie pale, ukichangia mtu ambaye anahitaji msaada, kama vile tuna mchango ambao tunatekeleza leo kabla ya mazishi ya huyu mama Happiness Chuchu, tunafanya ile kazi ambayo Kristo alianzisha. Basi tumruhusu Yesu atusaidie kubeba mizigo yetu, na tukishasaidiwa tusaidiane sisi wenyewe, na dunia nzima itakuwa na watu ambao hawajabeba mambo mingi katika mioyo yao na katika mawazo yao. Basi wapendwa, tuendelee kujiuliza swali hili rahisi: ni nani yule tunayemkubalia ayabebe maisha yetu? Ukibeba kila kitu peke yako, kumbuka utachoka, lakini Kristo akibeba pamoja na wewe na ako nasi, tukumbuke anaitwa Emmanueli, tutapata amani hata kabla ya matatizo yote kuisha. Tutakuwa bado tunahisi tuna amani. Na tunapoadhimisha Ekaristi hii, tuweke mizigo yetu yote hapa madhabahuni. Tuwaombee wote wanaotatizika. Tumwombee huyu Immaculate anapopokea nguvu za Roho Mtakatifu, ili hii damu takatifu, damu azizi ya Yesu, iendelee kutulinda na kutakasa. Huruma ya Mungu kama jamii iendelee kufanya upya kila mmoja wetu na familia zetu, na tutatoka hapa kwa madhabahu haya tumefungwa nira pamoja na Kristo, si kufungwa na hofu ama dhambi ama wasiwasi, kwa sababu Yesu mwenyewe akibeba pamoja nasi mizigo yetu yote, iwe ni masomo, iwe ni biashara, iwe ni uhusiano, iwe ni mambo ya siasa, iwe ni mambo ya kusaidiana, kila kitu ambacho tuko nacho tunapitia, tujue hakuna mzigo ulio mzito kwetu ama mzigo ambao utatuweza. Mungu basi endelee kutembea nasi na kutujalia neema zaidi. Bwana awe nanyi. Tutasimama na mara moja tutaingia kwa hii sakramenti ya kipa imara.